Kufatana na hali ya wasiwasi ambayo ilitokea Mboko, tulikuwa na sherehe ya kumbukumbu ya Mwami Omari Charles Simbi ya kueneza mwaka mmoja tangu kutoweka kwake, pigwa masasi mwa Avenue du Marché. Seremoni hiyo ilipitika kwenye nafasi mingi kwa kuanzia ku bureau groupement, kutoka ku bureau groupement tukaenda Mwaveni kwenye alipigiwa masasi, kutoka Mwaveni tukaenda kwenye alizikwa. Kutoka kule kulikuwa conference débat, après conference débat kulikuwa cocktail. Baada ya hayo mambo ambayo nimetaja hapo, kwa kuja kujitokeza hali ya sitofahamu kati ya kijana mmoja kutoka Baraka precisema Katanga, mzalendo tena motari, ambao alikuwa akileta dada mmoja kutokea kule ambaye alikuwa ni mama wake wa kazi, yani merbosi wake. Huyo kijana alikuwa yuko na pikipiki, akaja akasema kama mimi ni mzalendo, ila kwa sasa niko kama mfanyakazi, niko peleka bodaboda. Baadaye ule kijana wakati mama yake wa kazi akamtuma kwenye Avenue du Marché, ile inaitwa Avenue Sa Majesté Mwami Charles Simbi Omari, kwenda kununua pampers za watoto. Kipindi alienda, wenzake wazalendo wakamshika kule, wakamnyang'anya simu 2, wakamnyang'anya na franga za Kongo 1013. Kijana akatulia, akaja na wale wazalendo wengine na kuambia twende kwenye nimeacha pikipiki yangu na nimjuze mama yangu wa kazi kama nimenyang'anywa vitu fulani. Basi wakaja wakafika hotel Simbi. Ndio tulifika kwa hotel Simbi, kijana akawaambia injo pikipiki yangu, kwa kuonesha wale wazalendo wawili. Kipindi alionyesha pikipiki yake, wale wazalendo wakaleta vurugu. Basi kulikuwa ka evaluation na komite ya protocole ile activité ya commémoration ya Mwami Sa Majesté Charles Omar Simbi. Wakaanza intervenir kwa kumbele kijana, wewe utabaki humu, wazalendo waende, tutaonana mzee wao kama vile mkuu wao kesho asubuhi, ili tuliwe namna gani ya kukutetelea. Na yule mzalendo wakati alienda, akaenda interprete message mubaya kwa mkubwa wake, na nje kawa chanzo ya masase kwanza pigwa. Kipindi alikuja mkubwa wake, alikuja, sipendi kutaja jina lake na sitajitambulisha, ikabidi mkubwa wake wakaja na wengine wazalendo na kwanza piga masasi kuanzia saa 3 za usiku, saa 4 zinakosa hadi asubuhi ya saa 2, saa 3 inakosa. Ila kwa kufuatilia habari fulani tukiwa kugundua kama mkuu wa wazalendo hapa kwetu Mboko alisema kwamba chanzo ya fujo sio kufatana na hiyo hali ilitokeza jana, chanzo ya fujo ni kufatana na kubwa wa sekta ya Tanganyika, Mheshimiwa Gedeon Obakano. Eti alikula pesa zao za effort de guerre zenye raia wako wanatoa kwa kila nyumba mwisho wa mwezi franga 1000. Hadi sasa wazajiona, na akampa masaa 4 hao ameshatoka kwenye eneo yote ya sekta ya Tanganyika, bila hivyo watamuua. Hiyo ndio kisa. Tofauti na hiyo labda kwa mengine, lakini anakuambia mimi kama vile mwenye kuongeza sasa hivi